Wasiwasi umeongezeka Jumatatu kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani huenda yakavunjika baada ya Marekani kusema imekamata meli ya mzigo wa Irani iliyojaribu kuvunja zuio la baharini. Kwa upande wake, Irani imeapa kulipiza kisasi dhidi ya hatua hiyo. Jitihada za kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo pia zimeingia hatarini kufuatia Irani kutangaza haitashiriki duru ya pili ya mazungumzo ambayo Marekani ilikuwa inaipanga kuanza kabla ya muda wa kusitishwa kwa mapigano kuisha. Marekani imeendelea kuweka zuio katika bandari ya Iran, huku Iran nayo ikibadilisha mara kadhaa msimamo wake kuhusu usafiri wa baharini kupitia mlango wa Hormuz ambao hupitisha takribani theluthi moja ya mafuta ya dunia. Hali hiyo imezua taharuki kubwa katika soko la nishati duniani. Jeshi la Marekani limesema lilifyatua risasi dhidi ya meli zenye bendera ya Iran iliyokuwa inaelekea bandari ya Bandar Abbas baada ya mvutano wa saa 6 na kuifanya ishinde kuendelea na safari, huku wanamaji wa Marekani walishuka kutoka kwenye helikopta na kuiteka meli hiyo, kwa mujibu wa kamandi ya kati ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani sasa inadhibiti kikamilifu meli hiyo na inachunguza kilichomo ndani yake. Hata hivyo, jeshi la Irani lilidai meli hiyo ilikuwa inatoka China na kuonya kuwa litajaribu uharamia wa kijeshi uliofanywa na Marekani. Mvutano huo umeathiri masoko ya dunia ambapo bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 5%, huku masoko ya hisa yakiyumba kutokana na hofu ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuendelea kuzorota kwa usafirishaji wa mafuta katika Ghuba. Irani pia imetupilia mbali mazungumzo mapya ya amani, ikilaumu zuio la Marekani, kauli za vitisho na masharti magumu kutoka Washington. Huku makamu wa rais wa kwanza wa Iran Mohammad Reza Aref alisema kuwa haiwezekani kuzuia mauzo ya mafuta Iran, huku ikitarajiwa kulinda usalama wa wengine bila masharti. Wakati huo huo, maandalizi ya mazungumzo ya jijini Islamabad yanaendelea licha ya sintofahamu hiyo, huku maelfu ya vikosi vya usalama vikipelekwa kuimarisha ulinzi. Na kwa upande mwingine, vita hiyo kwa sasa ikiwa katika wiki ya 4 imeleta mshtuko mkubwa katika usambazaji wa nishati duniani na kusababisha vifo vya maelfu ya watu katika eneo hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.